Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Kabla ya kuanza darsa yetu, kumbusho tu, leo siku ya Alhamis tarehe 26 ndio siku ya tarehe moja ya mwaka mpya wa Kiislamu, mwezi ambao kwamba inajulikana kama Muharram. Leo ndio tarehe moja, mwezi ambao kwamba yamefanyika ndani yake mengi ambazo kwamba tutakuwa na nafasi ya kuweza kuyazungumzia hapo inshallah, lakini tukiafikiwa na muda tutakuja kuyaeleza yale waqiat ambazo kwamba iliyotoka ndani ya hii mwezi. Tukiendelea na darasa yetu ya salatul maqbula, darsa yenye anwani ya swala yenye kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuliendeleza shurutu sihhati salah, sharti za kukubaliwa swala yako. Tukaeleza pia nayo at-tahara, sharti ya kwanza tahara, namna gani mtu anafaa kujitahirisha kutokana na hadathi ndogo na hadathi kubwa. Pia nayo hadathi ndogo kama kutawadha na yale ambayo kwamba yenye kukuharibia udhu yako tuliyafanikiwa kuyaeleza, pamoja na kuoga josho la lazima. Leo tuko katika satrul aura, mtu kusitiri uchi wake kabla ya kuweza kuingia katika swala, kwa sababu swala haitokubaliwa kama hukuwa ni mwenye kujitahirisha kutokana na hadathi ndogo ambao kwamba ni kutawadhi, na hadathi kubwa ambao kwamba ni kuoga iwapo unahitajika kuoga josho la lazima. Ya pili ni satrul aura, mtu kusitiri sehemu yake ya siri kabla yeye kuingia ndani ya swala. Auratul rajul, mwanamume anastahili kujisitiri sehemu yake ya siri ma baina surrati ila rukbatihi, ni kuanzia kitofu yake mpaka magoti yake. Wayustahabu, lakini pamoja na hayo ndio sehemu yake ya siri, inahitajika yeye pia naye awe ni mwenye kujisitiri kwa njia ya sunna, an yughatti al-katfaini, awe ni mwenye kuficha ama kuweza kuistiri mabega zake pia. Aidan in amkan, ikiwa ataweza kuyafanya hayo. Li hadithi nabii sallallahu alaihi wasallama, kwa hadithi iliyopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama aliposema, la yusalli ahadukum fi thawbin wahidin, mmoja wenu asiswali na nguo moja, nguo ambayo kwamba laysa ala atikihi minhu shay, akawa hajaweka chochote juu ya bega yake. Hii ni njia ya sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallama amehimiza pale ambapo kwamba mwanamume anahitajika kuswali, yeye awe ni mwenye kusitiri hata bega yake. Hii hadithi inapatikana katika Sahih al-Bukhari. Auratul mar'a, uchi ya mwanamke. Almar'atu kulluha aura, mwanamke mwili wake mzima ni uchi. Fi sala, ndani ya sala yake, ma'ada alwajha wal kafain, isipokuwa uso wake na viganja vyake vya mkono peke yake ndio inaruhusiwa ndani ya sala iwe ni yenye kuonekana. Fayajibu satr, ikawa ni lazima kwa mwanamke kama huyo aweze kusitiri nywele zake, shingo yake, dhiraa yake, hii mkono wake, kuanzia hii mifsal joint mpaka huko kuendelea mwili mwingine, na qadamain, na nyayo zake za miguu pia naye ni lazima kwa mwanamke awe ni mwenye kujisitiri. Falihadha, kwa sababu hii, yajibu an tusalli almar'a, ni lazima mwanamke pale ambapo kwamba anaposwali, bilibasin fadfadhin, avae mavazi ambayo kwamba iliyokuwa pana kwake, ghaira shafafin, isiwe ni mavazi ambayo kwamba yaliyokuwa nyepesi, inaonyesha yaliyo ndani ya hiyo nguo, yani mavazi ambayo kwamba ina uwezo wa kuonyesha mwili wake. Yughati, mavazi ambayo kwamba yenye uwezo wa kusitiri kamila badaniha, mwili wake mzima. Wayumkinuha lubsul jawaribi, katika hali ya kujisitiri pia nayo inawezekana na inahitajika kwa yeye avae socks kwa mguu yake pale ambapo kwamba anahitajika kuswali, au italati thawbi litaghtiyati alqadamaini, au kama ana soksi ana uwezo wa kufanya nguo yake ikuwe mrefu ili iweze kusitiri miguu yake. Wa idha kashafa juz'un min al-awra,
Sasa mwanamke kama yule pale ambapo kamba yeye ako ndani ya swala, iwapo sehemu kidogo katika mwili wake isiyokuwa mkono na uso ikawa ni yenye kudhihiri, amdan akaiacha kusudi pale ambapo kamba hiyo sehemu ikawa ni yenye kudhihiri, batalati swala yake itakuwa ni yenye kuharibika. Mfano, yeye katika hali ya kuswali mguu yake ikawa ni yenye kuonekana, ako ndani ya swala mguu ikawa ni yenye kuonekana, akiwacha hiyo mguu na akawa amejua kweli hii mguu yangu nguo imeondokea na akaiacha hivyo hivyo, au akaja akaswali pasi na kusitiri mguu yake, amesimama nguo yake ikawa haimstiri mguu yake, swala yule mwanamke itakuwa ni swala haitokuwa na manfaa kwake kwa chochote, kwa sababu haitokubalika mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idhan kashafa nisyanan, lakini amejaribu amejisitiri, lakini bahati mbaya sehemu fulani ikawa ni yenye kuonekana, pengine socks aliyevaa imetoboka, hakutambua wakati huo, thumma satara bisur'a, lakini alipojua tu ndani ya hiyo swala haraka akaweza kujisitiri, fala hiyo swala itakuwa haitokuwa ni yenye kuharibika yeye. Inda kathiri min ulama, kwa mategemezi ya ulama wengi wamekubali swala hiyo kwake haitokuwa ni yenye kuharibika yeye. Sharti nyingine ya 4 ni dukhul waqti salah, kuingia nyakati za sala. Huwa shartun asasi li sihhati salah, ni sharti ya misingi mtu aweze kuhakikisha wakati ya swala imeingia ndio aweze kusimama kuswali. Wala tasihu ayu salatin waqa qabla dukhuli waqtiha, haitosihi swala yote ambayo kama mtu akasimama kuswali kabla wakati ya swala haikuweza kufika. Liqaulihi ta'ala, kwa neno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema, inna salata kanat 'ala almu'minina kitaban mawquta, hakika swala imekuwa ni fardhi juu ya waumini, tena faradhi ambayo kwamba iliyowekwa kwa wakati. Fa'ala almuslimi an ya'tamida, basi kwa muislamu yoyote pale ambapo kwamba anahitajika kuswali, wakati ya swala imefika, hakikishe aweze kuiangalia sana hii wakati ya swala ambao kwamba mimi nataka kuswali imefika. Nini ambao kwamba yenye kumjulisha mtu kama yule, muislamu kama yule, wakati ya swala imefika? Ya kwanza, an ya'tamida ala ilmu al-miqati, aweze kuitegemea ilmu al-miqati kama yeye anajua ilmu al-miqat, listikhraj al-waqti, kwa kutoa nyakati za swala. Ala man ya'rifuha, hii ni kwa yule mtu ambao kwamba anaijua ilmu kama hiyo ambazo kwamba zinafunzwa ndani za madaris. Au sa'at al-mu'tamada, au aitegemee saa ambazo kwamba yenye kutegemeka hasba takwimi al-islami, saa ambazo kwamba inaendana na kalenda ya Kiislamu. Katatbiqat, kama zile app ambazo kwamba ziliomo ndani za simu zetu, app ambao kwamba ni mujarrab, kama vile app ya Muslim Pro. App kama hii zimeangaliwa nyakati zake zinaenda sawa sawa na nyakati za swala za katika kalenda ya Kiislamu. App kama hiyo ako na uwezo wa kuifuata. Au adhanu masjidin mawthuq, ama hivyo hivyo ako na uwezo wa kuifuata adhani ya misikiti ambao kwamba ni mawthuq, misikiti ambao kwamba yenye kuaminika, adhana zake wanaiadhini kulingana na saa ambazo kwamba yenye kukubalika. Sio misikiti ile ambayo kwamba la yaarifuna an ikhtilafi al-azmina wal mawaqit, sio zile misikiti ambazo kwamba wao hawajui nyakati zinabadilika, sio misikiti zile ambazo kwamba haijui zama zinabadilika. Wao wako na mpangilio yao, miaka enda miaka rudi, hiyo ndio nyakati zao pekee ambao kwamba wao wanaiswali, sio misikiti kama hizo. Au alamati sama, au ako na uwezo wa kuifuata alama za bingu, ishara zile za bingu. Kama mfano tunavyojua ishara za swala ya dhuhuri, wewe uangalie mbingu ndio ujue wakati ya swala ya dhuhuri imefika, ni pale jua imepita katikati ya mbingu. Kwa muda saa hizi ni saa 6 na dakika 38. Hii ndio mwanzo wa swala ya dhuhuri. Na hiyo swala ya dhuhuri itaisha pale ambapo kwamba kivuli yako inatoshana na wewe. Na hiyo pia nayo kwa saa hizi, madakika ya saa hizi kama siku ya leo ni saa 10 na dakika 3, hapo ndipo swala ya dhuhuri imeisha, swala ya alasiri imeingia. Swala ya alasiri kama hiyo kiingia itaisha pale jua ikizama.
kwa ukamilifu. Jua ikizama ndio wakati wa swala ya maghrib inaanza kuingia. Na jua ikizama saa hii, jua kwetu hapa inazama saa 12 na dakika 47. Hapo ndipo jua imezama kiukamilifu. Kuanzia saa 10 na dakika 47 ambapo kwamba ndio jua imezama, swala ya maghrib itaanza mpaka mwisho wake ni pale ambapo kwamba mawingu mekundu itakapoondoka. Yani maana maghrib ikiingia, jua ikizama, inabakisha mawingu mekundu. Na ile mawingu mekundu kuondoka kwake, mwisho wa kuondoka mawingu mekundu ni wakati wa isha, nayo pia kwa muda wa masaa ni saa 1 na dakika 51. Hapo ndipo isha inaanza. Na isha ikianza hapo, mwisho wa isha ulama wametofautiana. Wengi wa ulama wamesema kuwa mwisho wa isha ni saa 6 ya usiku. Baadhi yao wakawa ni wenye kusema mpaka swala alfajiri. Na swala alfajiri itaanza wakati pale ambapo kwamba yameanza kutokezea mwangaza. Pale wakati alfajiri inaanza kuanzia saa 11 dakika 20. Hapo ndipo fajr inaanza, na fajr itaisha pale ambapo kwamba jua inaanza kuchomoza. Ndio wakati wa fajr ikawa ni yenye kuisha. Kwa haya machache, inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Inshallah katika makta itakayokuja tutakuja kuingia katika istiqbalul qibla, kuelekea qibla. Sasa umesimama unataka kufunga swala yako, hapo ndipo inshallah tutakuja kuyaelezea. Wa hadha, wassalamu alaikum wal afwa minkum.